Urusi inasema kwamba Volodymyr Zelensky, licha ya kwamba Marekani inapambana kwa ajili ya kutatua mzozo kati ya Ukraine pamoja na Urusi, lakini Zelensky ni kama vile hataki amani na anaamini kwamba huenda siku moja angeishinda Urusi. Urusi inadai kwamba Ukraine wakati huu imegoma kabisa na haitaki amani, huku ikitaja mashambulizi ya kila siku katika miundombinu ya nishati ya Urusi, licha kukubaliana makubaliano ya hivi majuzi baada ya mazungumzo ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Rais Donald Trump, kwamba katika kipindi hiki ambacho wataamua kusitisha mapigano kwa siku 30, basi hakutakuwa tena na mpango wa kushambulia miundombinu, hasa miundombinu ya aina yoyote ndani ya mataifa yote mawili. Lakini Ukraine imeendeleza mashambulizi katika miundombinu huko katika nchi ya Urusi. Pia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova amesema Ukraine inaendelea kushambulia miundombinu ya raia wa Urusi na kuthibitisha kwamba Kiev haitaki amani. Wiki iliyopita, kufuatia simu kati ya Rais Trump na mwenzake Vladimir Putin, Moscow na Kiev walikubaliana kusitisha mapigano kwa sehemu na kuahidi kusitisha mgomo wa miundombinu ya nishati ya kila mmoja kwa siku 30, lakini hilo halikuweza kutimizwa. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi tangu wakati huo imeripoti mashambulizi mengi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine kwenye vituo vya nishati vya Ukraine vya Urusi, kama vile mabomba ya mafuta na gesi. Shambulio la hivi karibuni limeripotiwa kutokea saa 2 usiku siku ya Jumatatu katika kituo cha kusukuma mafuta katika eneo la Kropotkinskaya katika mkoa wa Krasnodar nchini Urusi. Kituo hiki kinaendeshwa na Caspian Pipeline Consortium CPC, ambayo inafanya kazi na makampuni makubwa ya nishati ya Marekani kama vile Mobil na Chevron. Mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi ilinasa shambulio la UAV la Ukraine umbali wa kilomita 7 kutoka kituo hicho, na vipande vikianguka katika eneo la kituo cha reli, kulingana na Wizara ya Ulinzi. Hata hivyo, ni wakati ambapo Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, anaona ni kama vile Ukraine haitaki tena mapatano na inakiuka kile ambacho kilizungumzwa katika siku za hivi karibuni, na hili linaonyesha wazi kwamba pengine Ukraine haitakuwa na mpango wa kusitisha mapigano, huku ikitegemea zaidi mpango kutoka katika baadhi ya mataifa ya Magharibi. Siku ya Jumatatu, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilidai kuwa Ukraine pia ilizindua mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani katika uwanja wa ndege katika eneo la gesi huko Glemovskoye huko Crimea mnamo Machi 23 na kituo cha usambazaji wa gesi katika mkoa wa Belgorod mnamo Machi 22. Akizungumzia mashambulizi ya hivi punde, Zakharova amedai kuwa ni tabia ya Kiev, hasa kabla ya matukio ya kimataifa kama vile mazungumzo ya wiki hii kati ya Urusi na Marekani nchini Saudi Arabia. Kila wakati ni hadithi sawa kabla ya mawasiliano yoyote, ikiwa ni pamoja na wakati wa ziara ya Moscow na wajumbe wa kigeni. Utawala wa Kiev hufanya vitendo vya kigaidi, mashambulizi kwenye miundombinu ya kiraia, juu ya vitu vya kiraia, vitendo vya itikadi kali na kadhalika. Hawahitaji amani, wamesema haya mara kwa mara, Zakharova aliwaambia waandishi wa habari. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kwa upande wake amesisitiza kuwa licha ya ukiukwaji wa mara kwa mara wa Kiev, Moscow inaendelea kushikilia usitishaji wa mapigano hasa katika maeneo ya nishati, na kwamba Rais Putin hajatoa amri yoyote mpya kwa jeshi la nchi hiyo. Hata hivyo, Zakharova alionya mwishoni mwa wiki hii kwamba Urusi inahifadhi haki yake ya kujibu mashambulizi ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha inafanya mashambulizi makali ndani ya Kiev, na ni mashambulizi ambayo ni endelevu hadi pale Ukraine itakapoamua kuachana na vita hivyo kama makubaliano yanavyoeleza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, utakuwa ukifahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.